Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji wa Katoliki Motion Online TV, karibu tusikilize hadithi ya Danieli katika shimo la simba. Danieli alikuwa kijana wa Kiyahudi aliyetekwa kutoka Yerusalemu hadi Babiloni wakati Nebukadneza alivyoiteka nchi. Kwa sababu ya hekima yake, tabia njema na uadilifu, Danieli aliwekwa kwenye nafasi za juu serikalini chini ya wafalme mbalimbali, akiwemo Dario Mmedi. Wakati wa utawala wa mfalme Dario, Danieli aliwekwa kwenye moja ya wakuu watatu waliokuwa wanasimamia wakuu wengine 120 wa mfalme. Danieli alikuwa mwerevu, mwaminifu na mwenye uadilifu kiasi kwamba mfalme alikusudia kumfanya kiongozi mkuu juu ya wote. Hili liliwafanya wakuu wengine kuwa na wivu mkubwa. Wahusika hao wivu waliamua kumtafutia kosa, lakini hawakuweza kupata lolote. Hakuwa mwizi, mzembe wala hakuwa na makosa ya uongozi. Waligundua kuwa njia pekee ya kumnasa ni kupitia imani yake kwa Mungu. Kwa hiyo wakapanga njama ya kisheria. Walimshawishi mfalme Dario kutoa amri kwamba kwa siku 30 mtu yoyote ambaye atamuomba Mungu au binadamu mwingine yoyote isipokuwa mfalme ataangukiwa na adhabu ya kutupwa shimoni mwa simba. Mfalme, bila kujua nia yao ya siri, akatia saini amri hiyo. Katika sheria ya Wamedi na Wajemi, amri ya mfalme ilisainiwa ingeweza kubadilishwa. Danieli aliposikia kuhusu amri hiyo, hakubadili tabia yake. Aliendelea kufungua madirisha ya chumba chake kuelekea Yerusalemu, kupiga magoti mara 3 kwa siku, kumuomba na kumshukuru Mungu wake. Wahalifu wale walimkuta akifanya hivyo na wakampeleka kwa mfalme. Dario alimpenda Danieli na alijaribu kutafuta njia ya kumwokoa, lakini sheria ilikuwa kali mno. Alihuzunika sana, lakini hakutaka kuonekana anavunja sheria yake mwenyewe. Kwa hivyo Danieli aliletwa na kutupwa shimoni mwa simba. Kabla ya kutupwa, mfalme alimwambia, Mungu wako unayemtumikia bila kukoma, yeye atakuokoa. Kisha shimo lilifunikwa kwa jiwe kubwa na kufungwa kwa muhuri wa mfalme ili kuhakikisha hakuna mtu atakayemtoa. Usiku huo mfalme hakwenda kwenye starehe zake, hakula, hakuweza kulala. Alihuzunika sana akimfikiria Danieli. Lakini wakati huo shimoni, Mungu alimtuma malaika wake aliyeziba midomo ya simba. Wanyama wale wakawa watulivu kabisa na wakumgusa Danieli. Mara tu kulipopambazuka, mfalme alienda mbio hadi shimoni na akaita kwa sauti ya wasiwasi, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima ameweza kukuokoa kutoka kwa simba? Danieli alijibu kwa sauti njema, mfalme, uishi milele. Mungu wangu alituma malaika wake na kufunga kinywa cha simba. Hawajanidhuru kwa kuwa mimi sikuwa na kosa mbele zake. Mfalme alifurahi kupita kiasi. Mfalme Dario aliamuru Danieli atolewe haraka kutoka shimoni, na alipoinuliwa alipatikana hana jeraha hata moja kwa sababu alimtumainia Mungu. Kisha mfalme akatoa amri kwamba wale waliopanga njama dhidi ya Danieli pamoja na familia zao waliohusika wote watupwe shimoni mwa simba. Kabla hawajafika chini, simba aliwashambulia na kuwavunja mifupa yote, kuthibitisha kwamba simba hawakuwa wapole, ila Mungu ndiye aliyemlinda Danieli. Baada ya tukio hilo, mfalme akatoa tamko kwa mataifa yote katika ufalme wake, Mungu wa Danieli ndiye Mungu wa kweli, aishie milele na ufalme wake hautaangamizwa. Mafunzo tunayopata kwenye hadithi hii ya Danieli: uaminifu kwa Mungu ni muhimu hata kwa wakati wa hatari. Wivu na hila za watu kwa wacha Mungu haziwezi kushinda mipango ya Mungu. Mungu ana uwezo wa kuokoa hata katika hali isiyoonekana kuwa na tumaini. Uadilifu muinua mtu mbele za Mungu na mbele za watu. Hapo ndipo mwisho wa hadithi hii ya Danieli katika shimo la simba. Niliyekuletea hadithi hii ni mimi Gertrude Shayo. Asanteni kwa kunisikiliza.